kwa sababu wako kwenye kilindi cha moyo wa shetani. Na hata ukikaa naye bado unaona ile chemchemi unaiona inafukuta kwa kule chini. Moyo wake mtu huyu unakuwa bado unatazamia, yani unakuwa unatembea katika ule mkono na unataka akipewa nafasi kidogo tu anaweza kaliani kuja. Kuna mtu anarudi kwani amsikiaje watu wanasema, watumishi wa Mungu wanasema, nikamwamini nikamwacha kanisa. Ninakuja nakuta sio anauza chumvi, ninakuja nakuta sio anafanya nini, ninakuja kuta nifanye hivi, ninakuja kuta mafundisho ya adabu, ninakuja kuta hivi. Maana kinachotoka kwenye kilindi cha huyu mtu ndicho kile kinachotoka kwenye kilindi cha moyo wa shetani ili kuambukiza watu wengine kama ilivyofanyika kwa Adamu na Hawa. Angalia ulimwengu mzima leo unaishi wapi? Kwa sababu ya nini? Kilichotoka kwenye kilindi cha moyo wa shetani kiliwekwa ndani ya kilindi cha moyo wa Hawa, na Hawa akawa na uwezo wa kumfanya Adamu akakubaliana naye. Adamu alikuwa anaweza kumwambia wewe, kama unakula shauri yako, mimi ushawishi mkubwa unatoka hapa. Kuna mtu ananiambia mimi nasema hivi. Kwa hiyo kuna watu wameshikiliwa hapa. Jamani, nimalize hii ya mwisho ni waruhusu. Ya mwisho namba 7. Kuna watu ambao wameshikiliwa kwenye ufahamu wake adui shetani, na pale kwenye ufahamu shetani anawatumia kama niseme sijui kama mpira. Anawapiga kama mpira. Yaani wanatumika ni kama mpira unakuwa umewekwa uwanjani, alafu unapigwa, unapelekwa huku, unapelekwa huku, unapelekwa huku, unapelekwa huku. Mtu huyu ambaye amekamatwa kwenye ufahamu wa shetani ni tofauti na mtu aliye kwenye moyo. Kwa sababu kwenye ufahamu ni mtu ambaye anapigwa kama mpira, akipelekwa huku, yule naye anapiga anapeleka kwa huku, yule naye anapeleka kwa huku. Ni mtu anayekuwa hana maamuzi ya kitu chochote. Hata kile kidogo ambacho kinamtaka afanye maamuzi bado hawezi kufanya. Na hawa watu tuko katika kanisa la Kristo, tuko wengi. Mnanisikia nikipiga kelele sana nikisema kwamba ndani ya kanisa la Kristo, na sisemi mimi hapa, yani tunazungumza habari ya kanisa kwa ujumla. Ndani ya kanisa la Kristo kuna watu ambao ni wepesi wa kufanya vitu vyao, wana ufahamu wa haraka kuhusiana na chochote kinachomhusu yeye na maisha, lakini kwenye swala la Mungu ufahamu umekamata, kwa sababu amewekwa ndani, yuko loka kwenye ufahamu wa shetani. Kwa hiyo kile ambacho kinachomhusu yeye kitakuwa chepesi kwake. Njia atapata, uwezo wa kufanya atafanya, jinsi ya kupata fedha atapata, na mengineo atafanya. Ukishafika kwenye swala la Mungu tu, ai jamani, sasa wao wanajua tena hatuna hela. Kesho unasikia mtu kafiwa, amefiwa, amepata msiba wa ghafla, akaitwa, ameondoka ghafla na ameondoka usiku, tena tumemsindikiza barabarani, ameondoka na malori. Maanake muda wa mabasi ulikuwa ushapita na safari anaenda ni mbali. Alikuwa hana hela huyo. Swali, hela alitoa wapi? Akili ilifanya kazi haraka zikapatikana. Lakini ilipofika kwa Mungu tu, akili inakuwa imezubaa. Haiwezi kufikiri chochote kuhusu Mungu. Kwa sababu mtu huyu hayuko huko. Ameshikwa bloka kwenye ufahamu wa shetani. Yuko kwa ajili ya kuyafanya yale ya shetani tu. Kwa hiyo atapelekwa na mpira hivi, kafanya hivi. Ataenda kafanya. Nenda kafanya hivi. Nenda kafanya hivi. Lakini lile ambalo ni la Mungu hawezi kufanya. Utamuona mtu huyu chochote kinachomhusu Mungu haweki bidii katika hili. Lakini kisichomhusu Mungu ana bidii nacho. Hawezi hata kuomba kusema kwamba nipate hela kwa ajili ya hii, baba nikafanye hiki na hiki kwa ajili ya kazi yako. Hawezi. Lakini yeye anaweza akafunga na kuomba apate pesa kwa ajili ya mambo yake. Jamani, hakuna dhambi kuomba kwa ajili ya vitu vyetu. Sisi ni uhuru wetu, sisi tunaomba. Lakini ninachofundisha hapa ni nini? Mtu anajipima balance yako kwenye vitu hivi ikoje. Ukiona kwamba imeegemea upande wa shetani, una mahali unatakiwa utoke. Hata hilo neno ambalo sijaanza kulisema, hata hilo neno haliwezi kupata nafasi, maana ndani kumejaa.
na hivyo vilivyojaza ndani ndio hivyo ambavyo vinavyofanya kwamba hata mtu akafundishwa, hata mtu akasikia nini, hawezi kutendea kazi. Anakosa safari, anakosa mwendo. Atakuja Jumapili kanisani, atakuja Jumanne ama Jumatano kanisani, atakuja Ijumaa, atakuja tena Jumapili, lakini mtu huyu kila atakapokuja na kuondoka, akirudi aidha amerudi nyuma ama yuko pale pale. Kuna watu wameshafungiwa na hizi nini bolt, wameshafungiwa na mabolti hapo, hawatoki tena hapo kwa sababu wamekaa sana hapo, wakazoea hapo, ikawa ndio station yao. Kwa hiyo wako hapo, kijaribu hata kumnyanyua wewe, utaenda hivi, ataenda hivi, ataenda hivi, lakini hapo atoki kwa sababu yuko mahali anatumika na adui. Lakini katika yote sisi tunataka tutoke. Amen. Kwa neema yake Mungu atusaidie tusimame. Nitaka nimalize saa 7 kamili. Sasa nimeenda mpaka saa 7. Hakuna mtu aliniambia nimalize saa 7 kamili, ni mimi nilitaka. Lakini nimejikuta nimeenda mpaka saa 7 na robo, kwa hiyo neema Mungu bado inatosha. Lakini tunataka tutoke mahali hapa. Tunataka neema yake Mungu itutoshe, ikatuwezeshe sisi kuvuka, manake tuna safari. Tutaweza tu kuondoka na kutembea wakati mimi nitatambua kwamba nina safari ya kwenda mbinguni. Sasa leo ni vizuri tukaomba, ili kama mtu alikuwa hana taarifa kwamba tuko kwenye mwendo. Sasa kuna watu wako ndani ya wokovu walisha start, kama ninavyosema, washafungiwa na bolt hapo na wamebaki hapo wamesimama. Fanya unavyoweza, wataenda tu hivi, utaona wanayumba tu, wanaenda hivi, lakini mguu hautoki hapo. Kama wako ulikuwa umefungiwa hapo, na sikumwambie tu Roho Mtakatifu afungue hizo screw sasa, ili upewe uhuru wa kutoka. Fungue hizo screw, uoshe na deto na spirit vidole hivyo vya mahali ulifungiwa. Maana yake kufungiwa ina maana kuna kitu kilikushikilia mahali, ili na ukikiacha kina maumivu yake. Kwa hiyo mwambie Bwana aweze kutengeneza hayo mazingira yakae vizuri kwetu, ama kwako ama kwangu, ili tuweze kutoka hapo. Huu ni mwendo, na kila ombi tunalofanya tuna hatua tunakwenda nazo, na Bwana atusaidie. Karibu.
mamlaka ambayo inaenda kubomoa kazi za adui kwenye mataifa, juu ya falme. Ulimpa kung'oa, ulimpa kubomoa, ulimpa kuharibu, ulimpa kuangamiza, ili aweze kujenga na kupanda. Mchana wa leo Bwana, weka mkono wako kifuani. Raba sheke ya mashaka na saa. Ninaona malaika wameanza kazi. Wanapita kwenye milima, wanapita kwenye mabonde, wanapita kwenye makaburi, wanapita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanavuka katika anga, wanapita kwenye bahari, wanapita kwenye kilindi cha moto Shetani, kutoa mioyo ya watu huko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, walioshikiliwa kwenye mito, walioshikiliwa kwenye maji, walioshikiliwa kwenye mito, walioshikiliwa kwenye maji, wakafunguliwa huko sasa kwa jina la Yesu Kristo. Tunafufua nafsi hizo, tunafufua mioyo hiyo, tunafufua akili zao, tunafufua fahamu zao katika jina la Yesu Kristo. Maombi haya yakavuka mipaka, yakapenye kwa kanisa katika ulimwengu. Walioshikwa na adui Shetani wakafungiwa kwenye mito, kwenye milima, kwenye bahari, kwenye anga, kwenye nyika, kwenye capital city ya Shetani, kwenye moyo wa Shetani, kwenye ufahamu wa Shetani. Tunawatoa sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa uweza wako Mungu na kwa mamlaka yako Bwana. Kila mamlaka ya kuzimu ikanyamaze kimya sasa. Kila mamlaka ya kuzimu tunaikamata sasa kwa jina la Kristo Yesu uliyeshinda pale Calvary, kwa jina la Kristo Yesu aliyefufuka siku ya tatu, kwa jina la Kristo Yesu akapaa mbinguni. Kwa mamlaka yako Kristo tunasimama kinyume na kila mamlaka ya adui Shetani inayoshikilia mioyo ya watu, inayoshikilia njia za watu. Tunasimama kinyume nazo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunafukua makaburi iliyozika uhai wa watu, tunafukua makaburi iliyozika uhai wa watu, tunabomoa jela zilizoshikilia mioyo ya watu, tunabomoa jela za kuzimu na kutoa mioyo ya watu iliyoshikiliwa huko, iliyoshindwa kufikiri, iliyoshindwa kuwaza, iliyoshindwa kuwaza vyema kwa ajili ya Mungu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunabomoa, tunafungua anga, tunalifungua anga, tunapenya kwenye anga la pili kwa jeshi la malaika Mikaeli na majeshi yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunabomoa kila uzio ulioweka kama kizuizi katika anga la pili. Maombi yetu yasifike juu, sifa zetu zisifike juu, neema ya Mungu isitushukie, uweza wa Mungu usitufikie. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunakamata kila mamlaka inayotenda kazi katika anga la pili na tunaliharibu, tunabomoa, tunachoma kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunashuka mpaka kwenye mito, tunakamata nafsi za watu zilizoshikiliwa kule kwenye mito, tunashuka mpaka baharini, tunakamata nafsi za watu zilizoshikiliwa kule baharini, tunazing'oa, tunazitoa, tunabomoa kila mamlaka iliyoshikilia nafsi hizo, tunaharibu kila kazi zilizotungwa ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunavua kila mavazi, magwanda waliovaa, viatu vya kuzimu, viatu vya baharini, viatu vya kule kuzimu chini, tunavivua kwa watu hawa, wakatoke katika uzima, wakatembee katika ufufuo wa Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunatoa nafsi za watu katika nyika, mahali ambapo zimeshikiliwa zikirundikana na kuzurura katika nyika. Tunabomoa mamlaka ya nyika ya kiutendaji katika jina la Yesu Kristo. Tunazibua mashikio ya rohoni ya nafsi hizi, ufahamu kwenye fikra, kwenye akili, kwenye mioyo, kwenye hisia, kwenye nia. Tunakamata nafsi zao na kuzitoa kule nyikani kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo
Kristo wa Nazareti. Kwenye milima ambapo umeshikiliwa, ndio ukafikiri umefika uko, kwamba uko juu, kumbe umeliwazwa, kumbe umedanganywa, nao ukadanganyika. Tunasimama kinyume na mamlaka ya mapepo yanayokaa katika milima, roho za mizuka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunabomoa nguvu za utendaji wenu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaharibu kila kazi zinazotenda kazi katika milima hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Milima na vilima mukaachilie watu, milima na vilima mukawatoe watu, milima na vilima mukatapike nafsi za watu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuzimu ikatapike nafsi za watu, bahari ikatoe watu mliowashikilia huko, wakatoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafufua nafsi zao, tunawatoa kwenye maji, tunawatoa kwenye maji, tunawatoa kwenye maji, tunawaingiza katika nchi kavu, mahali watakaa katika ule utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anga la ulimwengu huu, katika tawala za mabara na tawala za mikoa na states na nchi na tawala za wilaya na tarafa na vijiji na miji na tawala za nyumba 10 katika ulimwengu huu, tunaamuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mukatapike nafsi za watu mlikozishikilia kwa madhumuni ya kuzitumikisha kwa ajili ya utendakazi wa kuzimu. Leo tunawanyang'anya nafsi za kanisa na wale ambao hawajaokolewa ili maji ya Kristo Yesu. Tunanyang'anya nafsi zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunawahamisha kutoka kwenye shimo la mauti, kutoka kwenye bonde la uvuli wa kifo. Tunawahamisha na kuwainua, tukiwarejesha kwenye mahali pao pa kuishi, mahali pa juu palipoinuka, mahali ambapo Bwana anakaa kwa utukufu wake Mungu mtakatifu unayeishi na kudumu milele yote. Tunakabidhi nafsi za watoto wako ulizozitoa mahali walipokuwa wameshikiliwa. Tunaomba neema yako ikatoshe sasa, unapoachilia neema ya kuishi katika neno lako ndani yao, unapoachilia neema ya kuishi katika njia zako ndani yao, unapoachilia neema ya kuishi katika nafasi ambazo Bwana ulituweka, katika jina lako Kristo Yesu. Mtakatifu, mtakatifu unayeishi milele yote, nafsi hizi tunaziweka wakfu mikononi mwako. Ulisema asubuhi unachukua mioyo yetu, tumeikabidhi sasa katika jina lako Kristo Yesu, na ikao yako kwa utukufu wako.